Tunaadhimisha leo Dominika ya 20 ya mwaka A wa Kanisa. Na katika Dominika hii ya 20 ya mwaka A wa Kanisa, ndani yake tunaadhimisha sakramenti ya kipaimara. Na katika adhimisho hili la sakramenti ya kipaimara, kaona kwamba tuyaone masomo yetu ya leo yakiwa yanaendana na sakramenti hiyo. Tuweze kuyasikia, yatufundishe, yatulee katika safari yetu ya kumwelekea Mungu daima. Kwa namna pekee katika Dominika hii na katika adhimisho hili la sakramenti hii ya kipaimara, tutafakari pamoja Injili ya leo, na hasa huyu mama Mkananayo atuongoze katika safari ya kiroho ya kumwendea Mungu. Mwanamke Mkananayo ni mwanamke anayetoka katika eneo la Kanaani. Ndio maana anasema anaitwa Mkananayo. Waingereza wangesema Canaanite woman. Mkananayo. Na tuangalie mazingira haya ambayo Yesu yupo, Tiro na Sidoni, nje ya Israeli. Na kwa sababu hiyo ni sehemu ya mataifa, si Wayahudi hawa. Na kama sehemu ya mataifa, miji hii inasifika tu kwa maadili mabaya. Hawapo vizuri hawa. Ni maeneo haya ambayo Yesu yupo na wanafunzi wake. Wakati huo huo ni maeneo haya ambapo mama Mkananayo anajitokeza. Kwa hiyo kwanza tunaangalia hayo mazingira yalivyo, ni mazingira ya kipagani, ni mazingira ambayo hayasifiki vizuri. Hata katika mazingira yetu wakati fulani wanasema watu, kwa mfano wakati fulani ukiangalia mitandao walikuwa wanasema anatoka Buza. Ukiangalia wanasema anatoka Buza, unaweza kufikiri Buza huko kukoje sijui. Au wakati mwingine kuna enzi zile walisema kuna kuchuna ngozi. Ukisikia Mbozi, na mtu akikwambia anatoka Mbozi, anatoka kwa wachuna ngozi. Sifa kama hizo. Lakini Yesu yuko pale. Na hapo ndipo anapotokea mwanamke Mkananayo. Nini cha pekee kwa mama huyu ambacho kinaweza kukatufundisha, kikatulea, na vile vile kinawafundisha hata mitume ambao wako na Yesu? Kwanza tunaangalia upendo wake kwa mtoto wake, kwa binti yake. Upendo wa mama kwa mtoto. Anamhurumia sana mtoto wake. Na ukiona yuko hivyo, yuko karibu sana na huyu mtoto. Na inaashiria malezi hata katika maisha yetu. Na wakati mwingine kuna misemo mingine, ukiona anasema mama anamtelekeza mtoto, huyu si mama wa kawaida. Katika mazingira yetu, hata katika maisha yetu ya Kiafrika, ukaona mama hana habari na mtoto ambaye amemzaa yeye, huyu mama si wa kawaida. Huyu ni mama chotara, huyu haieleweki. Ndio tunaona hapa ukaribu wa huyu mama na anavyomhurumia mtoto huyu ambaye amemzaa, amepagawa. Wakati mwingine wazazi wanaweza kafika wakiona mtoto anateseka, wakaomba tasara kwa Mungu, akasema Mungu, kwa nini nisiwe mimi? Kwa nini mtoto mdogo huyu? Hata wakati fulani, wakati wa msiba Mungu, fadhali ungenichukua mimi. Kwa nini unamchukua huyu? Mambo haya yanaweza kufikia kutokana na hilo. Mama huyu yuko kwa dhati sana. Lakini amesikia habari hizi za Yesu wapi? Ndio maana tunaangalia imani. Sema imani tunaweza tukasikia kutoka kwa watu wanaongea juu ya Mungu, juu ya Yesu Kristo. Lakini imani
tunaweza tukaifahamu, tukaipokea kupitia mang'amuzi yetu ya maisha, kwamba katika matukio haya nimekutana na Mungu. Hili tukio si la kawaida, na ili mtu aweze kutambua hilo, anahitaji sana tafakari ya kina na kuelewa kwa undani sana, ndio anaweza katambua kwamba tukio hili si la kawaida katika maisha. Lakini mwingine ambaye yuko juu wakati wote na kila wakati yuko nje yake, ni vigumu sana kutambua kwamba hapa Mungu anaongea na mimi kwa mtindo wake. Ni kwa sababu hiyo napata mang'amuzi ya Mungu katika maisha. Kwa hiyo tunaona hili kwamba mwanamke huyu anayo elimu juu ya Yesu, anamjua ni nani, amejifunza kwa kusikia, pengine amekutana na watu. Kwa sasa tunasema kwa katika mipaka ile ni nje ya Israeli, lakini katika mipaka ile ndio anatokea huyo mwanamke. Bila shaka atakuwa pengine amekutana na Wayahudi, amekutana na watu ambao wamekutana na Yesu, amemwelezea alivyo, na amevutwa na kwa imani ya dhati amempokea huyu Yesu, na anampenda huyu Yesu na anamjua. Tunatambueje kwa mama huyu kwamba anamjua Yesu? Kuna majina ya kimasiha ambayo yanatamkwa humo, anayataja yeye mwenyewe. Yesu kama Mungu anajua, lakini anataka kutoa fundisho. Fundisho gani anataka kulitoa kwa wanafunzi, hata kwetu sisi, kwamba wokovu wa Mungu hauna mipaka. Wokovu wa Mungu unategemea wewe na mang'amuzi yako katika maisha. Mtaguso wa Pili wa Vatikano unatukumbusha kabisa, hasa asema kwa mahusiano ya Kanisa Katoliki na dini zingine ambazo si za Kikatoliki. Katika hati yake wanasema katika wakati wetu huu inaitwa hivyo, Nostra Aetate, katika kipindi chetu hiki, ambayo anasema kwamba Mungu anaongea na mila zote. Na katika hilo kuna mwingine hamjui huyo Yesu, lakini anaishi ilivyo. Chochote kilicho kizuri hakitoki kwa mwovu. Chochote kilicho kizuri kinatoka kwa Mungu, kwa sababu Mungu ni mzuri, ni mwema, ni upendo. Kwa kinachoendana na hiyo, awe hajabatizwa, awe amebatizwa, anatenda chema, huyu anafunuliwa na Mungu. Ndio maana kwamba asema kwa Mungu anajifunua kwa kila mila. Ndio maana mama kanisa anaalika watoto wake wajadiliane na dini zingine, sio wazidharau, hapana, wajadiliane. Na katika majadiliano haya si kwa ajili ya kuvua, ila ni kwa ajili ya kuboresha jamii yao. Katika majadiliano haya kuboresha jamii yao. Mwanadamu huyu katika wakati huu anahitaji nini? Mungu anaongea na sisi kwa namna mbalimbali. Ni majina gani tunayakuta kwa mama huyu, hasa huyu mama anapomwendea Yesu na ametambua ni huyu? Tunasema alimsujudia, na anaposujudia ndi yule anayekiri kwamba huyu ni Mungu, ana uwezo. Na kwa sababu hiyo, pamoja na shida zangu nilizo nazo, atanisaidia. Na ndio maana anasujuda, anapiga magoti mbele yake. Unirehemu, unihurumie. Neno la kwanza, jina la kwanza, Bwana. Tunaweza tukaangalia tukasema kwamba wakati mwingine Bwana linatumika kama wengine sawa ni boss. Bosi katika kazi, bosi katika yote ile, inaweza kutumika hivyo. Lakini kwa mahali hapa analolitumia huyu mama katika ombi lake, katika sala yake ya kumwendea Yesu, unihurumie Bwana. Kwa neno Bwana hili linamwelekea Mungu mwenyewe, linamwelekea Yesu. Ni Bwana. He is a Lord. Ni Lord. He is the Lord. Kwa ni Bwana.
Lakini neno la pili anasema mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi. Anakiri haya ni mwana wa Daudi. Unihurumie Bwana, mwana wa Daudi. Binti yangu amepagawa sana na pepo. Unisaidie. Yesu anatambua mazingira yake, anatambua uhusiano uliopo kati ya Waisraeli na watu hawa wa mataifa. Katika enzi zake, Waisraeli waliwaona watu wa mataifa hakuna tofauti na mbwa. Yaani kwamba ni watu wa chini. Sasa neno mbwa hilo linalotumika hapa ni neno la picha, ni lugha ya picha inayotumika anayoitumia hapa. Lakini waliwaona hivi ni watu wa chini, yani dharau. Watu wa chini kivipi katika maisha ya kiroho? Sisi tunafahamu zaidi, na ndio maana wakati Yesu yuko pale walikuwa wanaona kwamba wao ni watakatifu. Mpaka waliweza kumfuatafuata Yesu, anasema kwa nini anaongea na wadhambi? Kwa nini asitafute tu wenye utakatifu hawa? Anaanza kuongea na wenye dhambi. Huyu sio nabii. Wao waliwaona watu wa mataifa, watu wa chini hawana maana. Na wengine waliona kabisa kwamba nakutana na mtu huyu hata ni najisi, kwa lazima nijitenge naye. Kwa hiyo katika mtindo huo na katika lugha hizo kilieleweka. Mtu akisema huyu ni mbwa, sio kama ni mbwa yule mnyama, kutokana na dharau hiyo, kutokana na mambo kama haya. Lakini Yesu anataka kutoa somo hapa, kwanza kwa mitume wake anao ambatana nao. Ombi limetolewa. Kama sisi wenyewe tunapopeleka maombi yetu kwa Mungu, tunapoomba, Mungu nibariki, Mungu nakushukuru, Mungu nakuomba hiki, Mungu naomba uniongoze katika safari yangu, Mungu naomba uwe na mimi katika biashara zangu, katika kazi zangu ninazofanya, unipe afya njema. Vitu kama vyote hivi ni sala tunazomwelekezea Mungu. Lakini wakati mwingine, Mungu najuta dhambi zangu, nimekukosea wewe, mimi ni mdhambi, naomba unihurumie. Ni sala ambazo tunazipeleka. Lakini tunatofautiana. Kuna wengine wanakata tamaa mapema, kuna wengine wanavumilia. Nimeomba leo, na wakati mwingine wengine wameshapata majibu lakini hawajui kama ni jibu, kutokana na kutokuwa watulivu. Ili uweze kusikia vizuri, leo hii unataka Mungu ashuke moja waza sasa 1 2 3. Hapana. Anaangalia sisi ni familia, sisi ni jumuiya, na kwa sababu hii anatumia sisi wenyewe. Hatutamwona malaika na mabawa anatujia. Sisi wenyewe tunakuwa malaika, tunatumwa kwa wenzetu, na tunakuwa na wajibu huo kama wale waliotumwa na Mungu kwenda kuwalaki wenzetu katika maisha yao, katika shida zao, katika matatizo yao. Tuwe faraja kwenye sehemu ambayo wamekosa amani, tuweze kurudisha matumaini kwa watu hawa. Tunatumwa, na kwa sababu hiyo tunakuwa malaika kati yetu sisi sote. Tunatumwa hivi. Pengine sasa mtu anaweza sielewe kwamba amejibiwa kutokana na mambo mbalimbali yaliyopo, mbali anakata tamaa katika kusali na anajisahau moja kwa moja. Hili linakuwa ni tatizo katika maisha yetu. Utofauti wetu tuliona, mwingine anadumu katika sala. Nimemwomba Mungu leo, ninamwomba Mungu kesho, namwomba Mungu hivyo hivyo. Na mwingine anaona mimi ni mdhambi, leo naona nimetenda 1 2 3, anaenda naungama, na tena naona nimetenda tena dhambi, si mnavyo, anaenda kuungama. Na mwingine anaangalia watu, anasema kwamba wananiangalia, wanasema mimi mdhambi sana mimi, kwao siendi kwa sababu watu wananiona. Ukiogopa watu tayari ni tatizo. Yupi wa kuogopwa, Mungu, watu? Na mwingine unaweza kawa una fadhila unayoitekeleza vizuri, unajitolea kanisani. Kwa mfano leo nyewe hapa mna ujenzi wa kanisa, lakini naona mahitaji na baba paroko. Katika yote nimeweza kuwekeza kwa ajili ya ujenzi wa kanisa hili, naweka alama yangu katika kanisa hili hiki hapa.
Mtu mwingine akiona alione linajipendekeza. Kuna watu wanaozima talanta za wengine. Katika maisha yetu inakuwa hivi. Na ndio maana ukiangalia katika jamii, ukiangalia katika mazingira yetu, washirikina wamekuwa wengi. Ushirikina, mtu anavaa mihirizi mwili mzima, na ameambiwa mihirizi hii inamlinda. Ameacha imani huyu. Na wengine usiku wa manane wako kuaguliwa huku kwenye njia panda, wanaoga. Wengine wanaambiwa wewe nenda kaoge kwa watu katikati pale, hawatakuona, wanavua nguo zako naoga mbele ya watu. Kuna mmoja si tuliona kule Kariakoo, ukiangalia mitandao alikuwa mdada naoga, kwamba hawatakuona. Matatizo yote haya. Ndio maana unajiuliza, hivi katika jamii yetu ambayo ina elimu kubwa hivi, wengine ni wana madoctorate wana nini, kwa nini sasa waganga wa kienyeji wanaongezeka? Kuna imani, kuna madhehebu, kuna dini, lakini waganga wa kienyeji wanakuwa wengi mno katika hili. Wakati mwingine ni mambo kama sasa, kukata tamaa ya maisha, kuto kuangalia mbele, kumwangalia Mungu na kudumu kwake. Sasa huyu mwanamke huyu tuambiwa kwamba amepeleka ombi ya kwanza, Yesu amekaa kimya, jaribio katika imani. Na anajua huyu mwanamke huyu ametaja Bwana, ametaja mwana wa Daudi, na ni mpagani huyu. Imani si ya kawaida. Na anamtambua, akakaa kimya. Na wanafunzi wake sasa wana hapa ndio kuingia hapa. Anatupigia kelele huyu. Hebu mwacha aende zake. Ya kwanza, nimetumwa kwenye nyumba ya Israeli kurudisha waliopotea. Anaendelea, nisaidie. Si vizuri kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Ukiambiwa hivyo utafanyaje? Kama utarusha ngumi, unaweza kushanga ngumi kwa mtu au tusi, unashanga wewe mpumbavu, una maana nini. Sasa mwenyewe nipeleka ombi. Sasa narudi tena. Lakini huyu mama anasemaje? Bwana, hata mbwa wanakula makombo ya bwana zao yanayodondoka mezani. Si kawaida. Ndio hapa Yesu sasa naingia katika fundisho lake sasa. Mama, imani yako ni kubwa. Imani yako imekuponya. Imani yako imekuponya. Anamwambia hivyo, jibu lake sasa mtoto huyu na iwe ulivyo, yani anavyoomba hivi. Imani yako inafanya kile ambacho unaomba kiweze kutimia. Na taambiwa kwamba mtoto wake alipona pale pale. Sasa anayemsifiwa ni nani? Wa mataifa. Imani hii kubwa imetoka wapi? Kwa mtu wa mataifa. Imani yako hii imekuponya. Anaithamini imani hiyo. Kwa Waisraeli je? Katika historia ya kanisa, wakati wa wakina Mtakatifu Sipriani, alikuwa ni askofu mkuu wa Karthago kule Afrika Kaskazini. Wakati huo alisema nje ya kanisa kuna wokovu, extra ecclesiam nulla salus, hakuna wokovu nje ya kanisa. Alisema hivyo. Lakini sasa ulielewa hivyo sasa. Sasa hiyo nasema kwa hiyo amekuja kuielezea vizuri sana Mtakatifu Agustino. Akasema kwamba jamani, katika dunia hii kuna upendo wa aina mbili. Upendo wa mji wa dunia na upendo wa mji wa Mungu. Na katika kanisa unaweza ukawa wewe umebatizwa vizuri sana, lakini wewe una upendo wa mji wa dunia, sio mji wa Mungu. Sio upendo wa Mungu, upendo wa dunia. Utajuaje? Mpaka siku ile ya mwisho katika kutenganisha sasa. Huyu pamoja amesema alikuwa anaenda kanisani, alikuwa hivi 1 2 3, alikuwa anaenda kiwiliwili tu. Moyo wote ulikuwa nje. Na yani akiwa kanisani wala mawazo yake yalikuwa nje kabisa. Kwa sasa katika hili huyu alikuwa sio swala kwamba nimebatizwa kwa hiyo ni tiketi. Ukristo si vazi. Ukristo sio kwamba mimi ninavyo
kaa kanisani ndio Mkristo. Hapana, Ukristo ni maisha. Na Ukristo kama maisha, kwa hiyo popote pale nilipo mimi ni Mkristo. Hata nikiimba ule wimbo wasema ninajivunia kuwa Mkatoliki, sio swala la kurukaruka kwa ajili ya vionjo. Ni swala la moyo. Kwamba uko kanisani, mimi kweli ni Mkatoliki. Popote pale nilipo. Nimepewa wadhifa huu pamoja na wadhifa wangu ndio nao, mimi ni Mkatoliki. Na kwa sababu hiyo katika wadhifa wangu huu namtangaza Kristo. Na kwa sababu niko katika ukweli. Na ninapotenda dhambi ninaenda kuungama nimetenda dhambi. Hapa sasa ndio unaweza sasa najivunia kwa Mkatoliki. Basi unaweza kawa naimba tunamwimbia nani ile. Kwa ndio maana elimu juu ya yule unayemwamini ni muhimu ili sala zako ziende mahali pake. Kwa huyu anasifiwa hivi. Na ndio maana tunapoangalia watoto wetu hawa wanapata sakramenti ya kipaimara leo, wanafahamu vizuri sana katekisimu. Wamesoma. Wameenda kwenye mafundisho. Na makatekisa wamewafundisha. Pengine leo hiyo umejiandaa, anakuja askofu atakuwa na maswali haya, shika 1 2 3. Vema, safi kabisa. Lakini sakramenti ya kipaimara katika ilivyo kama inaimarisha, inahakikisha, inathibitisha katika nini? Katika imani Katoliki. Na kama inathibitisha na kuimarisha katika imani Katoliki, kwa maneno mengine inaimarisha neema ile ya ubatizo. Inaimarisha ile na kuthibitisha ile neema ya ubatizo, neema ya utakaso. Na kwa sababu hiyo kama ni maisha haya waliojifunza yaonekana sasa katika maisha yao, kwenye familia zao na wazazi wao, wanapokuwa mitaani na watoto wao na watoto wenzao, wanapokuwa mashuleni, yaonekana yale waliojifunza kwamba wamejifunza maisha na wakayashirikisha. Na wanapompokea Roho Mtakatifu, huyu Roho Mtakatifu awasaidie kustahimili magumu, kuto kupoteza imani yao, waishi inavyowapasa hata katika magumu. Roho Mtakatifu huyo awasaidie waweze kushinda maelekeo mabaya, na Roho Mtakatifu waongoze kuwashirikisha watu imani yao. Ndio huo umisionari, kumtangaza Kristo. Ni tofauti na wengine. Wewe kama ni Mkatoliki unaanza kuchukua Biblia unaenda uwanjani, Mungu anakupenda. Huyu ni Mkatoliki au ni mtu wa mtindo gani huyu? Mkatoliki katika kushirikisha watu ni maisha yake yale ndiyo yanamtangaza Kristo. Kwa hiyo pale anapokutana na watu ni Mkatoliki yule, ana utambulisho wake anaubeba, anatembea nao. Ushirikiano wake na kanisa lake, ushirikiano wake na viongozi wake ndio wanamtambulisha, wale ndio Katoliki, hawa ni wengine. Lakini ukiona Mkatoliki anasema Mungu ni yule yule, kwa hiyo naweza nikaenda pale nikawa sawa tu, ujue kuna kasoro. Kuna kasoro katika Ukatoliki wake. Ajitambui huyu Mkatoliki. Mkatoliki ajue kwa nini anaitwa Mkatoliki, na asiitwe jina lingine. Ni Mkatoliki huyu. Kwa nini tuna majina hayo? Kwa sababu kuna mafundisho ambayo yanatutambulisha kwamba huyu ni Mkatoliki na huyu ni Mwanglikana, huyu ni Mluteri, huyu ni labda ni wa dini fulani. Kwa sababu kuna Mungu mmoja, wewe najitupa tu. Sio swala kujitupa tupa. Ni swala la kuelewa vizuri imani yako. Na ni swala la kwamba nimepata kipaimara, kwa hiyo mimi ni askari wa Yesu. Na najua imani yangu Katoliki, na kwa sababu naitetea, naishi imani yangu, naishuhudia imani yangu. Ndio maana yake. Kwa hiyo wanapopata sakramenti ya kipaimara, maana sisi tunaangalia. Lakini tumwangalie mama huyu Mkananayo anatufundisha nini katika maisha yetu na katika safari yetu. Kukudumu, maana kuto kukata tamaa. Maana mtu mwingine angekata tamaa. Yesu amekaa kimya. Au baadaye amesema nimeenda kwa Waisraeli, sio kwako wewe mama, wewe Mkananayo wewe.
Hapo tena anakuja chakula cha watoto uwezo kuwatupia mbwa. Mwingine akishakata tamaa, shauri yako. Lakini yeye bado anaendelea. Na ukiangalia yote hayo naona kabisa kuna fadhila nyingine imezaliwa kwake, unyenyekevu. Unyenyekevu si kwamba unapiga magoti mbele ya mtu kumwabudu, hapana. Unyenyekevu ni kujitambua na kujipokea ulivyo. Mimi ni binadamu, sitaki kuwa malaika. Mimi si malaika. Ukianza kutafuta umalaika kwamba mimi ni malaika, watu wakikukosoa kidogo tu unakasirika, ujue wewe una kiburi na una majivuno, na haya hayatakupeleka katika utakatifu. Zaidi ya kukupoteza na kukupeleka jehanamu zaidi, kwa sababu utatambua tena nafasi ya Mungu katika maisha yako. Lakini mnyenyekevu anajitambua, mimi ni binadamu, na kwa sababu hiyo na mahitaji ya Mungu. Vile vile nisikilize wenzangu wanasema nini kuhusu mimi. Na ninaposikiliza wenzangu wanasema nini, ushauri wao, ujue kwamba nitakuwa kiroho na kimwili, yani kibinadamu. Natakuwa binadamu anayefahamika kama binadamu, na anayejitambua vizuri kwa binadamu ndio anayeelekea kwenye utakatifu. Lakini yeye anajitangazia umalaika, huyu anaelekea shimoni zaidi, sio kwa Mungu. Ndio hilo, na ndio maana katika hili ushirikiano mkubwa katika familia ni muhimu sana. Na ndio maana familia ni kanisa la nyumbani. Lazima tufahamu mahitaji ya watoto wetu ni yapi. Watoto wetu wanaishije sasa? Marafiki zao ni nani? Tuone shuleni kwao. Tuwe karibu kufuatilia yani shuleni kwao. Tuone mafundisho. Sio wakati wa mafundisho anasema mtoto nenda kafanye tuition. Nataka kufaulu physics. Kama yeye hana hofu na Mungu na maphysics yake hayo hovyo, na hayatamsaidia. Yatamsaidia tu pale ana hofu na Mungu. Tunajua kwamba elimu hii itamsaidia amjue vizuri Mungu, na kama amjua vizuri Mungu atampenda, atamtumikia vizuri, na hivi atawaona wenzake ni sura na mfano wa Mungu, na kwa hiyo atawatendea mema na ataishi nao vizuri. Ukiona mtu ana ugomvi na wenzao, hata kwenye ujirani umle, hakuna naye mtembelea hata kusalimiana naye, kasoro kubwa hiyo. Hata kama ana elimu yake, hajaelimika huyu, elimu haijamsaidia. Kwa sababu lazima tuangalie yote haya. Kwa hiyo ndio maana tunasema lazima tuwe karibu na watoto wetu hawa ambao wanapata sakramenti ya kipaimara. Wasimamizi wanayo kazi, ni wajibu wa kuwasaidia wazazi wa watoto hawa ili waishi vizuri ukatoliki wao, wasipoteze utambulisho wao, waishi kama wakatoliki wanavyotakiwa kuishi. Wajue kwamba kwenye kanisa hilo Katoliki kuna utajiri mkubwa ambao utampeleka huyu katika utakatifu. Sio leo tunamuona yuko kukanyaga mafuta na mama yake. Si leo tuko sijui ameenda tena kwa mganga wa kienyeji kuagua. Leo tuko sio nene huyu. Si kweli. Hiyo kwa kweli katika hiyo sakramenti ya kipaimara hajamsaidia, na Ukristo wake hamsaidii. Hata kama ana elimu gani hayamsaidii chochote. Aliyeelimika huyu ni yule anayemjua Mungu vizuri. Ndio maana katika katekisimu ya kanisa Katoliki tunaambiwa kwa nini tumeumbwa? Tumeumbwa ili tumjue Mungu, tumpende Mungu, tumtumikie Mungu, na mwisho tuende kwake. Ndio matumaini tulio nayo. Safari yetu ni kwenda kwa Mungu Baba yetu uliye mbinguni, ndio tunakomwelekea. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati.